Bwana Yesu asifiwe. Hebu tusimame kidogo. Simama. Bado wengine wamekaa. Simama kabisa. Haya, baada ya kusimama namna hiyo sasa mtazame aliye karibu na wewe. Haya, mtazame tu. Mtazame jamani. Unajua kuna watu wengine tangu asubuhi hawaja tabasamu. Haya, ukishamtazama hivyo mwambie karibu katika ibada. Haya, ukishamtazama hivyo mwambie karibu katika ibada. Amesemaje? Amesemaje? Wengine asante, wengine amina. Unajua mgogoro huko hapo kwamba ukishajua neno amina unaliweka hata sehemu ambayo haifai kuweka. Mungu awabariki sana. Haya, tuanze ile salamu yetu kwa nguvu kabisa. Makambi 2018 Ukonga. Makambi 2018 Ukonga. Mungu kwanza. Asante sana, Mungu awabariki. Tunaendelea na kipindi chetu hiki kizuri na tumeendelea kuangalia ukweli kuhusu Mungu kwanza. Na tumeona ya kwamba kabla ya kuangalia kauli mbiu ya Mungu kwanza, inatubidi tuanze kuangalia huyu Mungu tunayemtumikia ni wa namna gani. Na tulianza kuangalia vizuri sana huyu Mungu katika uwezo wake wa ajabu. Tumemwona Mungu akiwa anaumba, anatengeneza dunia ikiwa ipo katika hali ambayo haifai, umbo ambalo halifai, lakini Mungu akaitengeneza. Na kitu cha kwanza Mungu alichokisema, alisemaje? Kitu cha kwanza Mungu alisemaje? Sasa nisikie kwa sauti. Kitu cha kwanza Mungu alisemaje? Iwe nuru. Na iwe nuru. Tukaona kwamba kuna nuru ambayo inaangaza maisha yako. Na habari njema ni hii, nuru inayoangaza maisha yako ni Yesu Kristo. Yeye ndiye nuru, anayetia nuru kila mtu. Ikiwa kuna ushindi wowote katika maisha ambao tunaweza kuwa nao, ni kuwa na Yesu Kristo. Haleluya. Leo tunatazama jina la Mungu la kwanza kabisa ambalo alijifunua, Elohim. Elohim. Kama unaandika, andika tu Elohim. Wengine wamejaribu kuita Mungu Mwenyezi. Inategemea utakavyoweka, haina tabu, lakini wewe kwa leo andika Elohim. Nilikuwa na msomaji ambaye alisoma, sijui yupo au na mwingine leo. Yupo, asante. Naomba tuanze Mwanzo sura ya kwanza. Mwanzo sura ya kwanza. Sura ya kwanza ya Mwanzo. Anzia fungu la kwanza. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu. Kuna nuru ambayo inaangaza maisha yako. Na habari njema ni hii, nuru inayoangaza maisha yako ni Yesu Kristo. Yeye ndiye nuru, anayetia nuru kila mtu. Ikiwa kuna ushindi wowote katika maisha ambao tunaweza kuwa nao, ni kuwa na Yesu Kristo. Haleluya. Leo tunatazama jina la Mungu la kwanza kabisa ambalo alijifunua, Elohim. Elohim. Kama unaandika, andika tu Elohim. Wengine wamejaribu kuita Mungu Mwenyezi. Inategemea utakavyoweka, haina tabu, lakini wewe kwa leo andika Elohim. Nilikuwa na msomaji ambaye alisoma, sijui yupo au na mwingine leo. Yupo, asante. Naomba tuanze Mwanzo sura ya kwanza. Mwanzo sura ya kwanza. Sura ya kwanza ya Mwanzo. Anzia fungu la kwanza. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Endelea. Nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu. Na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Naam.
Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Mungu akasema, iwe nuru. Ikawa nuru. Mungu akaiona nuru ya kuwa ni njema. Mungu akatenga nuru na giza. Mungu akaita nuru mchana. Na giza akaliita usiku. Naomba niwaulizeni maswali ya hesabu. Maswali ya hesabu. Sio ya hisabati. Hata mimi hisabati sikusoma hisabati, ila hesabu niko vizuri. Mgogoro ni kwenye hisabati. Shida mnachanganya hisabati na hesabu. Hesabu ni 1 jumlisha 1. Hujui hiyo? Hiyo ni hesabu. 5 toa 3, hujui? Hiyo ni hesabu. Hisabati ni 13 chini ya 27 mara 2 jumlisha 3 mara y. Alafu naambia tafuta y. Hapo mgogoro huo sasa. Tafadhali jamani. Sina muda wa kupoteza kumtafuta y ambaye simjui. Katika hayo mafungu alivyotusomea, ulianzia fungu la kwanza mpaka la ngapi mzee wa kanisa? Mpaka la 5. Mpaka la 5. Neno Mungu limerudiwa mara ngapi? Hiyo ni hesabu, sio hisabati. Haijulikani. Mara 6. Mwingine mara 4. Nimesikia moja sema mara 4. Mara 6. Tuanze kuhesabu. Kila tukiona neno Mungu amelisoma, tunaanza 1. Kama ni la pili 2 mpaka tuone. Anza fungu la kwanza mzee wa kanisa. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Hiyo ni ngapi? Nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu. Na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Nilikuwa natarajia nisikie 2. Mungu akasema, tuanze bwana. Hao watu bado walikuwa wanawazawaza huko. Anza 1 kabisa. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Anza kwanza mzee. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu. Na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Mungu akasema, iwe nuru. Ikawa nuru. Mungu akaiona nuru ya kuwa ni njema. Mungu akatenga nuru na giza. Mungu akaliita nuru mchana, na giza akaliita usiku. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku moja. Tuko sawa sasa? Naona mko vizuri, wanafunzi wazuri kabisa. Japokuwa tu nilimsikia mmoja aliyedandia bodaboda kwa mbele, hatujafika 4 akawahi 4. Haya, anza tena sasa vizuri, smart. 1 2 3 twende. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu. Na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Mungu akasema, iwe nuru. Ikawa nuru. Mungu akaiona nuru ya kuwa ni njema. Mungu akatenga nuru na giza. Mungu akaita nuru mchana, na giza akaliita usiku. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku moja. Asante sana. Pote katika maneno haya ambayo yametajwa hapo, Mungu yamerudiwa sana. Kote ukiyatazama, neno ambalo limetumika ni neno Elohim. Katika Biblia ya Waebrania ambayo ina lugha ya Kiebrania, neno Elohim limeonekana mara 2500. 2500. Hilo jina tu Elohim mara 2500. Lakini shangaa tena upande huu. Yesu wakati yuko msalabani akiwa analia, alilia kwa jina hilo Elohim, japo wewe kwako imesema Eloi. Alilia Elohim lama sabaktan, Mungu wangu mbona umeniacha. Mara 2500 Mungu anatajwa kama Elohim. Haikuwekwa kwa bahati mbaya, sio kufurahia tu mashairi. Ina malengo ya kiroho kutufundisha tumjue Mungu anayeitwa Elohim. Haleluya.
Lazima tumuelewe kwa nini litumike hili jina na linanisaidia nini mimi kulifahamu, na ni kwa nini Yesu asitumie majina mengine. Alikuwa na uwezo wa kulia siku ile Adonai, Adonai. Alikuwa na uwezo wa kulia El Shaddai, El Shaddai. Alikuwa na uwezo wa kulia hata Yahweh, Yahweh. Alikuwa na uwezo wa kulia majina yako mengi. Lakini kwa nini yeye akalia Elohim, Elohim, lama sabachthani? Mungu wangu, mbona umeniacha? Mwandishi wa kitabu cha Mwanzo anaitwa Nabii Musa, ndiye mwandishi wake hasa. Wakati wake elimu ilikuwa imetanda, elimu kubwa sana ambayo naweza kusema imezidi elimu ya sasa. Sasa hivi tunajidai ya kwamba tuna elimu na kupa taarifa. Hatuna elimu kuwazidi watu wa kale. Sayansi ya leo imegundua DNA ambayo tutaiongelea leo, karne ya 17. Lakini wanaochimba mambo ya kale wameona picha ya DNA katika ufalme wa Wasumeria miaka ya BC, kabla Yesu hajazaliwa. Walishtuka, imekuwa jamaa wana mchoro kama huu. Ni ishara ya kwamba sayansi iliyopita ilikuwa kubwa sana, elimu ilikuwa ni kubwa. Wakati wa Musa ulikuwa ni zama ya sayansi na teknolojia iliyozidi hii. Unasema mchungaji, sijakuelewa. Tumezidiwaje? Unafikiri simu ya mkononi ndio ujanja? Hamna kitu. Simu ya mkononi sio ujanja, simu ya mkononi ni hasara. Mshike mkono jirani yako, mwambie umeelewa hiyo. Kweli mtu mzima na akili yako, mtu mzima kabisa na akili yako na shule ulizoenda na madigrii uliyoyapata, unashika kadubasha kadogo namna hii, alafu unacheka. Alafu anayekuchekesha atumuone. Kweli mtu kama wewe eti umeshika kadubasha kama hapo kwenye masikio, unamuelekeza mtu kwa mkono, kwa ishara asiye kuona. Sijui kama umenielewa. Katiza, ukifika tu hapo banana hapo uingie kushoto, anaona huo mkono wako. Simu ya mkononi ni kaugonjwa ambao kamekuja sasa hivi, na wataalamu wa saikolojia wanakiri kwamba imekuwa kama kitu cha ziada tulichovalishwa. Ndio maana niliweka swali moja kwenye Instagram la kichokozi kwa wale ambao wananifollow, wale wanakumbuka hili swali. Nikauliza watu, ni kitu gani ukisahau utarudi nyumbani haraka, kati ya simu au wallet? 83.4 ya watu walio comment wote walisema simu. Hiyo nitaifuata. Na kila mmoja akatoa vigezo vyake. Ninakwambia hiyo ndio kila kitu. Tumeletewa kwa ugonjwa tayari hapa. Hakuna ujanja wote. Ngoja nikwambie tena. Tuna hizi kubwa ambao tunazishika zile kubwa sana, zile kubwa kuliko hizi za kawaida. Zile kubwa zile. Tuko sawa? Kampuni ya Apple ikatoa za kwake ikaita iPad. Na wengine Samsung wakatoa ya kwao, Tecno wakatoa ya kwao. Zote tukizikusanya pamoja kuna jina moja tunaziita tablet. Naongea na watu au na binadamu? Tumerudi kule maana neno tablet asili yake kiukweli ni mawe. Kwa hiyo tunajidai wajanja ila tuko zama za mawe. Yaani teknolojia inakwenda inarudi. Wakati wa Musa ulikuwa ni wakati wa teknolojia ya kwao, watu wanajadili mambo makubwa, ni wasomi. Ndio maana Biblia inasema Musa akapata elimu yote ya Kimisri. Na wakati ule Misri ni kama Marekani ya leo, ya kwamba ili uonekane umesoma lazima uende Misri kusoma. Maana walikuwa wanatoa elimu ya kijeshi, walikuwa wanatoa elimu ya kiutawala, na silabasi kubwa ambayo walikuwa wanaitumia ilikuwa ni silabasi ya mfalme wa Sumeria, alikuwa anaitwa Hammurabi. Kwa zama hizo walikuwa wanaamini ya kwamba wao wana elimu kubwa, na wakaanza kugombana habari ya miungu. Sikiliza vizuri. Kulikuwa na miungu mingi sana, na kila taifa lilikuwa linakiri kwamba Mungu wake ana nguvu kuliko Mungu mwingine. Ndio maana ikitokea taifa fulani likipiga taifa lingine la kushinda, walikuwa wanaamini miungu ndio imeshinda. Kwa hiyo Israeli alivyochukuliwa pale, japo alienda kutafuta chakula akakaa, sasa hivi anatumikishwa, anapiga kazi ya kufiatua tofali
Kwao ilikuwa ni Mungu ametekwa nyara. Kwa hiyo ukija kuambia kwamba kuna Mungu mwenye nguvu, hawakuelewi. Wanakuambia ana nguvu gani endapo watu wake wako hapa kwetu wanafiatua tofali. Ilimgharimu Mungu kujitangaza upya kwa taifa la Israeli ili aweze kueleweka ni nani. Ngoja nikwambie, kuna kazi kubwa kujinadi kwa watu ambao wanakujua vibaya. Bado haijaingia akili. Niliwahi kwenda kambi ambapo umbea umetangulia kuhusu mimi. Patamu hapo. Kwa hiyo mpaka nimefika hapo, watu wananiangalia katika staili. Umeshawahi kuona watu wanakuangalia kimtego mtego? Yaani hata kushikwa mkono mtu anawahi. Sasa kilichofanya ndugu zangu wa Kitunda niwapende zaidi ilikuwa ni hilo tukio. Kwa sababu sina habari, nikafundisha siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu ndume moja ya Kikuria ikanifuata, maana ilikuwa ni ndani huko inalima. Akaniambia, njoo nikwambie, kuna mtu ameongea maneno hapa kuhusu wewe, na tangu uanze kufundisha nimekusikiliza, nimegundua yule mtu ni muongo. Sasa nataka nimlete. Hata nikafanya kama utani, na shangaa kama watu jamaa kaleta. Akambia, yale maneno uliyosema kuhusu Mbaga hebu yaongee huyu hapa. Nikasema nafusi kujua, maana ningepoteza muda mwingi kujinadi, kujieleza. Lakini uzuri nimeingia pale sijui chochote. Kwa hivyo nikasonga mbele na Injili. Mungu alikuwa na gharama kubwa ya kujieleza yeye ni nani katikati ya watu ambao tayari jina lake limechafuka. Maana ukiona ile mapigo 10 ya Kimisri yale, kila pigo lilikuwa linapigwa kwa Mungu mmoja wa Kimisri. Ndio maana Mungu alipomwambia Musa, ninakwenda kuwaokoa watu wangu, Mungu alimuongezea akamwambia, nitaiadhibu miungu ya Kimisri. Mungu anajitangaza ya kwamba mimi nina nguvu sana kuliko miungu yote unayoifahamu wewe. Usione kwa nini Mungu na Musa wanabishana masaa ya kutosha kabisa kuhusu kwenda. Musa anagoma. Mungu anapomwambia nenda, Musa anakataa. Nitaendaje? Watu wako umewaacha. Umezidiwa na Mungu chura wa Kimisri. Chura amekuzidi. Uniambie niende. Wewe umezidiwa na Mungu inzi, mimi niende. Sikuelewi na sitaenda safari hii. Usione Mungu anakazana kuonyesha miujiza. Anamuuliza Musa, wewe una shida gani? Shida yangu Mungu ni hii. Siwezi kuamini nguvu zako ikiwa watu wanaokuabudu wewe wapo kwenye mateso. Musa, utanielewa. Weka mkono wako kifuani. Anaweka. Musa, toa. Akatoa. Una nini? Una ukoma. Rudisha. Karudisha. Toa tena. Una nini? Umepona. Nenda. Siendi. Sikuelewi. Nikana kama Mungu anasema, nina uwezo wa kuleta magonjwa, nina uwezo wa kuyaondoa pia. Usinichukulie kwamba mimi wa kawaida. Bado Musa anakataa kwa sababu anahitaji Mungu ajieleze tuweze kuelewana vizuri. Musa, una tabu gani? Wewe Mungu huwezi kunielewa. Kwanza na kushangaa unanituma niende kule Misri. Huna taarifa. Mungu gani ambaye huna taarifa? Hujui ya kwamba mimi kule ni wanted. Niliua mtu kule. Hivi hata hao malaika zako hawajakuambia kwamba mimi ni wanted? Picha yangu ndo kila mahali, na hata dau limetolewa. Atakayemleta Musa analipwa kiasi kadhaa. Mungu anamwambia usiwe na wasiwasi. Una tabu gani? Nenda. Anasema hapana, mimi nina shida katika maongezi. Wasomi wengi wa Biblia wanadhani Biblia inaongelea habari ya kigugumizi. Haikuwa shida ya Musa. Nenda kaangalia Biblia yako ya lugha ya mkoloni. Haisemi stammering, inasema slow in time.
ninaongea kidogo kidogo Mungu. Kwa nini? Ni miaka mingi tangu nitoke Misri. Lugha ya kule sielewi vizuri. Nimezaliwa kule, ila tangu nije hapa naongea Kimidian. Niende kuongea na mfalme huku na sita. Nafika mahali naanza kusema hawezi kunielewa. Mungu anambia usihofu. Kuna kaka yako anaongea lugha vizuri, iko vizuri. Wewe utamuongelesha Kimidian, yeye ataongea lugha ambayo ataeleweka. Musa, nenda. Anasema mimi siwezi. Usioni Musa anaanza Mwanzo sura ya 1, anaongea habari ya uumbaji. Anataka awaonyeshe wasomaji wake Mungu naye ongea habari zake ni Mungu muumba wa mbingu na nchi. Sio Mungu mdogo mdogo tu hivi. Sio rahisi. Sio Mungu tu ambaye yuko kama chura. Hapana. Hebu nikutajie kidogo tu kwa uchache, ili kwa sababu najua ndugu zangu wengine mnafuatilia vizuri hapa. Kwa uchache tu uweze kuona jinsi ambavyo Mungu alikuwa anapambana na miungu ya ajabu ya Kimisri. Sikia. Mungu wa kwanza ambaye alikuwa ni maarufu sana kule Misri alikuwa anaitwa Heket. Huyu alikuwa ni Mungu wa maji na uzazi. Kwa hiyo Mungu akisema pigo la kwanza napiga kwenye maji, ili tumuone huyo Mungu wenu awasaidie. Akafeli. Japo alifanya mazingaombwe yake, lakini akafeli. Sikiliza. Mungu wa pili ambaye walikuwa wanamwamini sana kwa nguvu na uwezo mkubwa sana, alikuwa ni Mungu anaitwa Geb alikuwa na sura ya chura. Kwa hiyo wakitengeneza sanamu yenye umbo la mtu, lakini kichwani wanaweka chura. Yeye waliamini kwamba anatokea mto Naili. Usishangae vyura wakatoka wakatanda nchi nzima, lakini wakati ulipofika vyura wakafa. Ilikuwa ni ishara kwa Wamisri, kana kwamba Mungu anawaonyesha, Mungu wenu Geb nimempiga kichwa chini miguu juu. Haleluya. Mungu tunamtumikia sio kama chura jinsi unafikiria nini. Wakaona kama vile haitoshi. Baadaye kitu cha ajabu sana, wakaletewa tuite chawa. Si chawa? Piga picha. Unajua kuna watu wengine hapa hawajawahi kuona chawa katika maisha yao. Ngoja nikwambie upate picha. Yaani kwenye kutano kama hii, mmejaa, pameshona namna hii. Watu wamekaa kwenye viti. Alafu uko siti ya mbele. Alafu kuna chawa 3 wanapita hapa kwenye kona. Chawa wasio na adabu wanapita wakati ambapo umetulia. Wale ambao mmesoma shule ya msingi wakati wa parade. Alafu kuna vitu vya kawaida vikitokea huna pressure kabisa. Kwa mfano ikatokea hata mimi nahubiri hapa sasa hivi, alafu ikawa tu kanzi kananipita hapa, haishangazi sana wala haiwezi kutisha. Ni kawaida. Lakini mkashangana kazana kuhubiri hapa, alafu jamaa anayechukua hapa na kamera yake ghafla anaona kuna kachawa kanakatiza, alafu ana zoom. Watu wakiangalia ile hubiri wala hawataelewa hubiri, ila itakuwa ni simulizi, mchungaji aliyekuwa na chawa. Na ni kwa sababu chawa anahusianishwa na uchafu. Hakuna mtu anayekubali kuitwa mchafu hata kama ni mchafu. Ndio maana tumekazana kuuzima uchafu wetu kwa perfume. Nipungie mkono kama umenielewa. Ukweli huu, perfume haiondoi harufu, ila inazidi ile harufu iliyopo. Ni kuzidiana mahesabu. Huyu Mungu wao ambaye ni chawa pia walikuwa wanamwabudu. Nao Wamisri walikuwa na vichwa vibovu kabisa. Yaani hata vielewe. Na teknolojia yao yote, lakini vichwa vilikuwa ni vibovu kabisa. Kweli mtu mzima na elimu ya wakati ule unaabudu chawa. Mungu akatikisa mpaka chawa wao
kila kitu ambacho uliona kilipigwa kama pigo ilikuwa ni Mungu anashambulia miungu yako. Anasikiliza. Anasema kitabu cha Warumi sura ya kwanza fungu la 20 ngapi ulisoma mzee wa kanisa? 21. Hebu soma tena. Warumi sura ya kwanza 21 anasema, ndio, kwa sababu walipomjua Mungu hawakumtukuza kama ndiye Mungu, wala kumshukuru. Ndio. Bali walipotea katika uzushi wao. Na mioyo yao yenye ujinga ikatiwa giza. Mioyo yao yenye ujinga ikatiwa nini? Giza. Endelea kidogo mchungaji. Mzee wa kanisa. 22. Wakijinena kuwa wenye hekima. Wanajinena kuwa wenye kitu gani? Wenye hekima. Lakini walipumbazika. Achia hapo. Hawa watu sikuwa walikuwa ni wadogo, walikuwa na akili sana. Nataka nikudokeze kidogo teknoloji ya zamani ambayo wewe hapo ulipo hujaifikia. Kitabu cha Zaburi cha Ayubu kitabu cha Ayubu kinatutajia habari ya nyota inayoitwa Kilmia na Orion au Orion, ambapo kizazi cha sasa ili kuziona hizo nyota ilibidi watengeneze madarubini makubwa, na kuna baadhi ya madarubini ni makubwa kuliko kanisa lenu ile hapa. Hiyo ni darubini. Ili waweze kuona angani, waanze kusema kuna nyota ile pale, kuna nyota ile pale, kuna Jupiter, kuna Uranus, kuna Neptune, lakini wanaangalia kwa vyombo vikubwa. Zama hizo haya majamaa yalikuwa na uwezo wa kujua hizo nyota na sayari, sio kwa kutumia madubasha makubwa, kwa macho. Yaani ndio inatoka tu hivi. Jupiter hiyo. Unaambia kwamba jamaa unaweza kuwasogelea karibu. Huwezi kuwafikia wa jamaa. Walikuwa wako mbali sana. Tukio ambalo lilinitisha lipo kwenye Mwanzo sura ya 10 na 11. Wewe andika, tutasoma mwenyewe. Kuna magorofa yamejengwa duniani, hayajamtikisa Mungu hata moja. Hamna. Sasa hivi jengo refu kabisa duniani liko nchi gani? Dubai. Nilisikia kwamba Mwarabu amemzidi Marekani, nimesikia hivyo. Sina ushahidi wa uhakika, ila nimesikia. Sasa jengo refu sana lile la Marekani ambalo inasadikiwa kwamba Osama ndio waliangusha, hilo jengo refu, ukiwa pale chini ukiangalia juu mwisho wa jengo utaona linacheza namna hii. Si kana kwamba linacheza, ila ni kwamba macho yako yamefika mwisho wa kunukuu. Hayaoni zaidi ya hapo. Unajua macho yanadanganya sana. Sio kila unachokiona ni halisi. Sasa sikia. Ile jengo refu kiasi hiki sijaona popote lilikuwa limemtisha Mungu. Ila kuna ndume ambazo zilikuwa na sayansi wakati huo. Engineer wao alikuwa ni Mwafrika. Alikuwa ni Nimrod. Walikuwa na uwezo mkubwa. Maengineer mlioko hapa, kuna maengineer mnafikiri. Usione tu engineer akija anakuambia eneo hili alifai kujenga ghorofa, alafu ukajidai wewe ni mjanja ukajenga ghorofa. Maengineer wana vigezo wanaviangalia katika eneo. Maengineer kwanza wanakuuliza unahitaji ghorofa yenye urefu gani? Unataja. Unapotaja wanachukua udongo wako wakaangalie kama unaweza kustahimili huo uzito kutokana na eneo ulipo. Lakini maengineer hawaishii hapo. Maengineer wanapambana na kitu kinaitwa sheria ya mvutano. Kwa unajaribu kuangalia kwamba ikiendelea kupanda juu namna hii, kuna sheria ya mvutano. Tutabalansisha vipi ili isije ikavutwa ghorofa ikaanguka? Wana vitu vingi wanavyoangalia maengineer hao. Ndio maana sikupenda physics. Nilipenda biology tu. Na biology nimefanya vizuri kabisa. Kilichoniangusha tu ni hisabati. Hiyo. Sasa sikia. Haya majamaa yalipo smart yakatengeneza kitu
na yalikuwa yanaongea lugha moja, wanaelewana, kila wanachoambizana kiko systematic. Akisema chonga jiwe, anachonga jiwe liko smart. Yaani wanaongea lugha moja, wanaelewana mpaka inaogopesha. Hawa mainjinia wote siku hizi, tatizo ni kwamba mchoraji ni mwingine na mwekajiwe ni mwingine, na kuna saa anasoma ile ramani na haelewi, anachanganya mambo, na injinia anakuja anamwambia bomoa kuanzia hapa mpaka hapa. Hawaelewani lugha, hawaelewani. Resho imechanganywa vizuri, wakajenga jengo likaanza kupanda, likapanda. Malaika watoa ripoti, wakikatisha tu kwenye lile eneo, wakirudi mbinguni. Kila malaika anapoulizwa habari ya kazi, kama ulikuwa hujui, malaika wote walikuwa wanaulizwa habari ya kazi. Kaangalia kitabu cha Ayubu, utaona wanatoa ripoti. Anaulizwa, hebu nipe habari. Anaeleza, Mwenyezi Mungu, nimetembea huko kwenye sayari ya dunia, nimekuta ABCD, mambo yako vizuri, lakini ukisikia lakini kaa vizuri, kuna jengo linajengwa hapa, usipoingilia kati mimi nimeishia. Malaika anaondoka. Anakuja malaika mwingine naye anatoa ripoti. Mungu anaendelea tu na kazi kama kawaida. Kila malaika anayekuja na ripoti, kasome vizuri Biblia yako. Usisome Biblia ukiwa na spidi, soma ukiwa umetulia. Biblia inasema Mungu akasema nitashuka nione. Yaani mpaka Mungu anasema kila malaika ndio habari. Nitashuka nifanye nini? Mungu anajiweka katika staili ya kibinadamu, kana kwamba haoni, kana kwamba ili hali anaona. Mungu akashuka, na mwandishi wa Biblia bila kuediti akachukua kama ilivyo, anasema Mungu akasema. Tazama, watu hawa wana lugha moja. Umesikia? Na wanania moja. Hili walifanyao wasipozuiliwa litakamilika. Anayekiri ni Mungu mwenyewe. Hizi ndume, hili jengo wanalojenga, kama siingilii kati, wanatoboa hapo juu. Naongea kwa jinsi ya kibinadamu, kwamba huenda siku moja Mungu angeshangaa ndume zinaongea hapo chini ya miguu yake. Leta bati. Umeona teknolojia ilivyokuwa kubwa. Mungu mwenyewe anakiri, anasema hawa sipozuiliwa, hii habari wanayofanya inakamilika. Mungu akaona jawabu ni rahisi. Ukitaka uwasambaratishe, maana elimu wanayo, teknolojia wanayo, kila kitu wanacho, na mimi wasibomoi majengo ya watu. Mungu habomoi majengo ya watu. Maana kuna wengine jengo limemoka, sema kazi ya Mungu. Mungu habomoi majengo, mnabomoa wenyewe. Mungu akasema dawa ya kuwakomesha hawa na teknolojia yao, wajue bado mimi nitabaki kuwa master. Mungu hawajui ubongo wao nilivyoutengeneza hao, kwamba ubongo wao nimetengeneza una vipengele vingi. Yaani hapo kwenye ubongo wako kuna vipengele vingi viko hapo, vingi. Ubongo wako ni mashine kubwa. Hili ndege unaona linapita hapo juu, hilo la kwetu hili hapa, hilo linalopita hapo juu, lizito namna hiyo, limetengenezwa na mtu mwenye ubongo huu. Huu ubongo una sehemu special ya lugha tu, inahusika na lugha. Na kwa bahati chumba cha lugha kwa wanawake ni kikubwa kuliko wanaume. Sisi tuna lugha chache, ndio maana hatuongei sana. Sisi tunaongea wakati wa matatizo, tukiwa na kitu cha kutatua ndio tunaongea. Yaani kama hapo msioni naongea hivi, ni kwa sababu nina mgogoro na utatua hapo. Usinge kuwepo, mimi ni mnyamazifu tu. Ila wamama kwa sababu chakao ni kikubwa, wanaongea hata kama hakuna mgogoro. Unaweza kuwakuta hapo kafikiri wanagombana, ndio wanavyoongea. Kachumba kalugha. Hawa wamama waoneni tu hivyo, wanaweza kutoka hapa sasa hivi wamjadili mtu ambaye hata hajui anajadiliwa na mgogoro wake ni jinsi alivyovaa.
hajamechisha, ukimwangalia hiki. Na mwingine anadakia kabisa, kabisa ni angepata pale kitambaa chekundu ingekuwa safi kabisa. Kwani yeye haoni yote haya? Kakipengele ka lugha haka, Mungu akasema haka ndiko nitakabonyeza. Ilishangaza wataalamu. Wakati bwana mmoja ambaye anajua lugha 4 aliyopata stroke, ikafuta lugha 3 akabaki na lugha 1. Piga picha msomi mzima kabisa anayejua lugha kama wewe, wa kutoka kule Majita, alafu kamefuta kale kakipengele kakijita, kamefuta, amekia tuna English. Oh, how are you? Mtu mkasema anajidai, kumbe kamefutika kwa sababu ya stroke. Asa Mungu akakagusa kale, alivyokagusa watu wakaanza kushangaa lugha zilivyoanza. Mtu anaambia kabisa, leta udongo, analeta bonge la jiwe, na yuko serious, acheki na mtu. Asa kilichofanya waende wawili ni hiki: huyu akileta jiwe, huyu aliyesikia mmoja akisema leta udongo, huyu wa hapa anamshangaa alileta jiwe. Kwa huyu anamuuliza, hivi nilimwagiza nini? Ulimwagiza jiwe. Ulimwagiza udongo. Mbona ameleta jiwe? Huyu ubongo wake umefanya nini? Umeshaharibika sasa. Wewe tunaelewana, tuondoke. Wakatawanyika wangapi? Teknolojia ilikuwa iko juu sana. Unajidai kwamba eti leo tunapiga simu, tena watu wanasifia kabisa. Siku hizi mambo yako vizuri kabisa. Unampigia simu tu mtu yuko huko, moja kwa moja mnaongea. Yaani wale wazee wakifufuka leo wa miaka hii, wakituona na simu zetu, ni sawa na wewe ukimwona mtoto mdogo akichezea vitoi. Yaani wanasema watu wazima wanachezea vitoi, watu wazima kabisa. Unasema kwa nini mchungaji unasema hivi? Nakupa ushahidi. Nenda kamuulize Gehazi. Gehazi atakwambia. Alijidai ya kwamba haonekani, akaenda kuchukua zawadi kwa Naama, na akarudi yuko vizuri, amefuta mdomo safi kabisa. Maana huenda kabisa siku ile Gehazi alipewa huenda tena vinyama vya kuchoma, na futa mdomo. Ulikuwa wapi? Nilikuwa hapa. Elisha akamwambia, wewe una habari? Wakati yule mtu anageuka, mimi nilikuona. Mzee, si ulikuwa hapa? Anasema nilikuwa hapa ndani, lakini mwili ulikuwa hapa, ila roho yangu ilikuwa na wewe. CCTV kamera ya Elisha. Na kama huelewi, zama zile wafalme walikuwa wanaogopa, hasa Washam. Maana ilikuwa tu kila wakifikiria kuvamia Israeli sehemu fulani, Nabii Elisha anamwambia mfalme wake, leo usilale hapa maana watakuja. Mpaka mfalme akaamua kuita majemadari wake wote, kama John Kenya, niambie nani anayetoboa si? Tukipanga kitu kesho kimefahamika, nitachinja mtu leo hapa, niambie ni nani? Bwana mmoja kwa kuogopa kabisa ananyosha, mfalme usiue watu, nataka nikuambie. Unasema nini wewe? Anasema kuna mtu mmoja anaitwa Elisha. Huyo kitu chako unachofanya kule chumbani anaona. Kuna jidai, kuna teknolojia, hakuna kitu hapo. Sasa sikia, katika watu wa namna hii wanaoamini vitu namna hii, ndipo Mungu anajifunua kwa Musa kama Elohim, Mungu muumbaji. Anamwambia Musa, vyote unavyoviona hapa vyote nimeviumba mimi. Kuna mwanasayansi mmoja maarufu, kila nikimwona nilikuwa sitaki kumsikiliza kabisa. Nikimwona anafundisha vitabu vyake nikiviona sinunui. Lakini juzi amenishangaza. Mwaka wa 2004 kama sijakosea, ameandika kitabu kinaitwa The God Code. Nilikuwa namjua ni mpinzani wa uumbaji, anaitwa Greg Biden. Amekuja anakiri, anasema nimekutana na kituko, nimeamini Mungu yupo. Na sasa hivi Greg anazunguka dunia nzima kama kichaa, anatoa lecture kwa watu wakubwa, maana wanamfahamu kwa maarufu wake. Akisimama anamsikiliza. Wengine wakisema umechanganyikiwa, akamwambia hapana. Nini kilimgusa Greg mpaka akaamua kukiri Mungu yupo?
ni kitu kinaitwa DNA, kinasaba. Alishangaa siku moja, yupo kwenye maabara zake na vinasaba vimewekwa. Kinasaba chetu viumbe kina picha sawa na uone kama sisi niite S iliyokunjamana, ziko mbili zimeingiliana namna hii kadhaa. Alivyoangalia Greg, anasema, ninamnukuu, nilipoona picha ya DNA mbele ya kompyuta yangu, nilisikia kitu kinaniambia moyoni, huu si mchoro ila ni vifupisho na vina maana. Anasema tangu hapo nikaamua kujikita kufanya utafiti. Naomba usikie, hii itakusaidia. Greg anasema, nikaja kugundua lugha za zamani zote herufi zake zina namba. Kiebrania, Kiyunani, Kiarabu, Kiaramu, vyote vina namba. Anasema na hizi namba nikagundua zina herufi zake ambazo tukiziunganisha zinatengeneza maneno. Wataalamu wa kompyuta wote mlioko hapa mtakubaliana na mimi ya kwamba katika kompyuta tuna namba, na ile namba inatengeneza herufi. Ukiona tu A, B, C, D kwa kompyuta ni 0101, ziko namba mbili tu. Hizi namba ndio zimetengeneza ile herufi. Greg akaanza kuchunguza layer ya kwanza ya DNA ya viumbe hai, akaona maneno, akayaweka pembeni, zile kodi zake akaweka pembeni, akapata maneno, akaandika. Greg alipiga kelele akiwa maabara. Alipounganisha maneno, akashangaa yanakuja maneno yanayosomeka God in man, Mungu ndani ya mtu. Haleluya, haleluya. Mwanasayansi mkongwe akashtuka sana, hivi DNA imeandikwa Mungu, kumbe kuna Mungu. Akatafuta, ameandika vitabu viwili, The God Code na Human by Design. Greg anasema, sisi hatuko hapa kwa bahati, tuliumbwa na Mungu. Haleluya, haleluya, haleluya. Usione kwenye Mwanzo sura ya 6. Kwa nini sura ya 6 ya Mwanzo inaelezea sayansi nyingine kubwa ya wakati huo? Lakini anasema pamoja na ujuzi wao wote, walivyokataa kumtambua Mungu. Tumesoma kitabu cha Warumi. Mungu aliwaacha, na Biblia inasema wafuate akili zao zisizofaa, wanaitwa wapumbavu. Biblia inasema mpumbavu amesema moyoni mwake hakuna nani? Hakuna Mungu. Usione kwa nini gharika ilikuja. Zama zile kulikuwa na shida kubwa sana. Ninyi wasomi wa roho ya unabii, nenda kasome kitabu cha Ellen White kinachoitwa Spiritual Gifts au Spiritual Prophets au Patriarchs and Prophets. Nenda kaangalie, title inaitwa The Flood. Nenda kaangalie vizuri. Kuna kitu kinaitwa amalgamation. Maana yake ni nini? Anasema Ellen White, watu wa zama hizo walikuwa na uwezo wa kuchukua aina mbili za viumbe tofauti kabisa, wakazalisha kiumbe. Sayansi ya kwetu ilikosoa, ikasema huyu mama amechanganyikiwa, anaandika vitu haviwezekani. Uchukue mjusi uchanganye na mbuzi uzalishe kiumbe, haiwezekani. Walivyochimbua mambo ya kale, wamenyosha mikono, wanasema tumeona teknolojia ya kabla ya gharika. Walitengeneza maviumbe ya ajabu ambayo mengi walidhani ni Mungu ametengeneza, kumbe sio uumbaji wa Mungu. Ndio maana Ellen White anasema wakati wa gharika vyote ambavyo havikuumbwa na Mungu viliharibiwa, akiwemo dinosaur. Dinosaur inasemekana mlo wake wa siku moja ni tembo mmoja. Na dinosaur walikuwa species nyingi sana. Kuna wengine kama ndege. Hasa waza limekupania likutafune wewe. Na madinosaur nyumba kama hizi linabomoa. Mara lenyewe lilikuwa limesimama kama hapa tulipo,
kwa yale machache yalionekana. Na cha ajabu ni kwamba wakati nasoma habari ya dinosaur na kutafiti vizuri dinosaur, nilishangaa ya kwamba kumbe Tanzania aliwahi kuishi dinosaur. Sikujua. Na ni mikoa ya kusini na mifupa yake mpaka leo iko nje ya nchi. Sasa sijui ni Ujerumani au ni Uingereza, wanajua wenyewe. Lakini likiwa limetulia kama hapa, yani limelala, ndio limelala hivi, kichwa chake kinafika pale mwisho hapo kwenye mti wetu juu, hapo limelala. Je, likisimama? Lakini nilitisha sana nilipoangalia Ellen White akitaja, anasema zama hizo hata walifikia kiwango cha kuchukua mbegu za kibinadamu wakaanza kuchanganya na kutoa viumbe wa ajabu. Nilishangaa niliposoma hii, na hii ndio iliyoibua wakosoaji wake wengi wakisema hiki hakiwezekani. Lakini kabla ya gharika, kwa sababu ya mchanganyiko wa hawa viumbe na walivyochanganya mpaka binadamu, ilifikia kiwango binadamu wakawa corrupt, wakaharibika kiasi kwamba damu ilimwagika ambayo ilimtisha mpaka Mungu akasema siwezi kuvumilia kuona haya. Maana binadamu wakageuka, wakaanza kutafunana wenyewe kwa wenyewe. Jioni ya leo nimekuletea Mungu Elohim, mwenye uwezo wa kuumba, aliyeharibu dunia ya kwanza akatengeneza dunia ya pili. Na Biblia inasema ulimwengu wa kwanza uliharibiwa katika maji. Yesu anapolia Elohim Elohim lama sabaktan, analia akitangaza Mungu wangu mbona umeniacha. Si kana kwamba alikuwa analalama tu. Siku ile Yesu alitangaza uumbaji upya wa kizazi cha binadamu. Maana Mungu Elohim anaumba, ni Mungu aliyeumba kila kitu. Na mara baada ya kutambulika ndiye ameumba kila kitu, Biblia inasema kinachohitajiwa sisi tukijua ni kumwabudu. Haleluya! Ndio maana malaika anasema muabuduni yeye aliyeziumba mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo. Rafiki yangu uliyeko hapa, kabla hatujaomba leo, nami nakuuliza, unamwabudu nani? Unaweza kusema mchungaji, ninamwabudu Mungu. Nami nakuuliza, una uhakika? Kwa sababu baadhi yetu hapa tunaabudu pesa. Na ukitaka ujue unaabudu pesa, angalia siku ulioishiwa ukoje. Kuna watu wakiishiwa hapa ni hasira tu, wanagonga kila kitu barabarani tu, mateke mpaka kuku, piga mateke kabisa. Kuku unacheza hapa, toka hapa, kumbe mgogoro ameishiwa, hana hela. Naomba tusimame. Biblia inasema utafuteni kwanza ufalme wake na nini, haya mengine yote mtafanya nini? Lakini kuna watu kabisa wanaabudu pesa. Kuna watu wanaabudu kazi zao. Kuna watu wanaabudu vyeo. Kuna watu wanaabudu watoto wao. Kuna watu wanaabudu wazazi wao. Inafikia kiwango mpaka mtu anasema hivi, akiondoka mimi nitaishije? Kwa ndiye aliyekuleta duniani. Leo natangaza kwa wote walioko hapa, anayestahili kuabudiwa ni Mungu Mwenyezi, Mungu aliyeumba mbingu na nchi. Na jioni hii ya leo tunakwenda katika ungamo na toba. Hatuwezi kufunga hili somo bila ungamo na toba. Kuja kwako kanisani hainiambii kwamba unamwabudu Mungu. Unaweza ukaja lakini bado unaabudu vitu nilivyovitaja. Na wengine wanaabudu maisha yao. Inaitwa kiburi cha uzima. Ninakuachia dakika chache ukiwa umesimama namna hiyo. Tafakari. Pale ambapo vitu uliviona vya thamani, hata wakati fulani ukaenda kinyume na Mungu kwa ajili ya vitu.
na ujue hapo uliabudu kitu kingine. Na kama unasema jioni ya leo, Mungu nisamehe, ninahitaji kuanzia hapa ni kuabudu Elohim. Elohim ni pale ambapo unaona utisho wa kitu kingine kinachukua sehemu ya Mungu, ndipo unaweza ukalia Elohim, Elohim. Ikiwa ndani ya moyo wako Roho Mtakatifu amekukumbusha mahali ambapo kitu fulani chochote kilichukua nafasi ya Mungu, ili usiitwe mpumbavu na Biblia, hii ni saa ya toba. Uje hapa mbele tufanye maombi pamoja ya kumwambia Mungu, nisamehe, ninaanza upya. Tembea, uje hapa mbele kwa kile ambacho Roho Mtakatifu anakufunulia. Baba, sina msaada ila kwako pekee. Kama kwangu ungefichwa, nifanyeje Baba? Sasa hivi na